بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu wana wa wilaya hii ya Kilombero, kata hii ya Igima na Mbingu, meza kuu, kila mmoja kwa nafasi yake, bila ya kuwasahau ndugu zetu jeshi la polisi la wilaya hii ya Kilombero ambao wako vizuri kweli kweli, waumini, wananchi kwa ujumla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli nina furaha isiyokuwa na kifani, furaha bila ya kiasi wala basi. Kwa mara ya kwanza mimi kufika katika kata hizi Igima na Mbingu. Wakati nakuja nilithubutu kuambia niliokuwa nao kwenye gari, kumbe mkoa wa Morogoro ni mkubwa kweli kweli. Nikaongeza nikasema Tanzania nzima hakuna pahala pana mbingu isipokuwa Morogoro tu. Tena nikaambiwa hii mbingu ambayo unakwenda leo ni mbingu ya kwanza, alafu kuna mbingu ya pili ipo pahala panaitwa Tandale. Mko vizuri? Nashukuru mimi shekhe wa Dar es Salaam, jiji la gharama, leo kufika mbinguni. Ndugu zangu, ujue wetu unahusu mashindano ya Qur'ani tukufu yatakayofanyika kesho. Huu ni msimu wa 3, mashindano ambayo yakijulisha jambo yanajulisha juu ya uzuri wa Tanzania, nchi pekee iliyobarikiwa duniani, nchi ambayo watu wake wana umoja na mshikamano. Mashindano haya ya Qur'ani yanaandaliwa na kitengo cha polisi jamii chini ya jeshi letu la polisi. Malengo makuu ya kuandaa haya mashindano, kwanza kuwaweka wananchi, jamii na jeshi lao kwa ukaribu, wapate kusaidiana katika kuhakikisha umoja, upendo, mshikamano wa kitaifa, lakini pia kulinda amani na usalama wa nchi. Mimi nikiri kama muandaaji wa mashindano ya Qur'ani makubwa yanayofanyika katika uwanja wa Mkapa, sijawahi ona mashindano ya Qur'ani kama haya yanayofanyika katika maeneo haya Igima na Mbingu hapa Kilombero, Morogoro. Nilipokuwa nikiwaambia watu mbalimbali wanaonitafuta kwa simu, uko wapi, hatukupati, wakati mwingine network so nzuri, nawaambia niko sehemu fulani, nimekuja kuwaunga mkono wananchi wa Igima na Mbingu. Wana nini? Wana mashindano ya Qur'ani. Mashindano hayo nawaambia, cha kushangaza, mwenyekiti wa haya mashindano anaitwa Afande Patrick. Watu wanashangaa, kitu kama hichi huwezi kukipata ila Tanzania peke yake. Mungu aendelee kuibariki Tanzania na Watanzania kwa ujumla. Amen. Tumekutana leo hapa mimi na nyinyi ili kuwathibitishia nipo
na kesho nitakuwepo insha Allah kama mgeni rasmi katika haya mashindano, ili nyinyi ambao hamuamini sasa muamini, na kesho muje kwa wingi, kwa pamoja tufuatilie huo mtinange, nani na nani wataibuka kuwa ni washindi katika mashindano ya kesho. Na kesho Allah akipenda tutakuja kuambiana mengi, ila leo niwaambie jambo moja. Maisha ya dunia ni maisha ya kupita, na sote tuko duniani kama wageni, na Mungu wetu muumba wetu na mlezi wetu kuna maisha mengine katuwekea huko kwake, na huko kwake katuambia makundi yatakuwa ni mawili, kundi la watu watakaoingia motoni na kundi la watu watakaoingia peponi. Na katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ya kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ya kuwa nyumba za peponi zimegawanyika katika maeneo makuu matatu, katika daraja kuu tatu, katika levo kuu tatu. Sasa nawataka leo muchague nyinyi wenyewe nyumba mojawapo katika nyumba tatu zilizopo peponi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, ana zaimu baitin fi rabadil janna, mimi Mtume Muhammad ni mdhamini wa nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo. Ninadhamini, ninataka niwape garanti, nataka niwape uhakika, ninatoa dhamana ya nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo. Nyumba hiyo ninamdhamini liman taraka almiraa wa in kana muhiqa. Nyumba hiyo ninamdhamini yule atakayeacha mijadala na mabishano yasiyokuwa na tija, hata kama kweli anastahiki kubishana. Ukitaka Mola akujalie nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo, Bwana Mtume anakuambia jipambe na tabia ya upole, tabia ya kutopenda kubishana hovyo, kwa sababu mara nyingi mabishano hayajengi. Mara nyingi mabishano yanaleta uhasama na uadui baina ya wanajamii, na nyinyi ni mashahidi. Watu wanapokutana vijiweni, katika vijiwe vya kahawa, alkasusi, vijiwe vya tangawizi, wakianza kubishana pale, ama kuhusu mpira au kuhusu chochote kile, watu watabishana mpaka wengine watagombana na kupigana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja kutimiza tabia njema na maadili mema. Anatuambia, bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, nimetumwa mimi Muhammad kuja kutimiza tabia njema na maadili mema.
Na ndio maana akatuambia mwenye kuacha mabishano, mijadala, mivutano, basi huyo ninamdhamini nyumba iliyopo mwanzoni kabisa mwa pepo. Kisha akatwambia wa ana zaimu baitin fi wasati ljanna, na ninaendelea kudhamini nyumba iliyopo katikati ya pepo. Ndugu zangu, mko pamoja na mimi? Mtume wetu ametudhamini nyumba ya kwanza iko wapi? Nyumba ya kwanza iko wapi? Mwanzoni mwa pepo. Nyumba hiyo kasema anamdhamini na kumwahidi na kumhakikishia mtu gani? Yule mtu atakayeacha mabishano, mijadala. Si kila wakati we useme tu. Ukienda kijiweni kunywa kahawa na kashata, ondoka zako. Kina mama mkikutana kwenye shughuli, hakuna haja ya mipasho, sio lazima kuongea. Fanyeni kazi kisha muendelee na majukumu yenu. Kwa hiyo nyumba ya kwanza iko mwanzoni mwa pepo. Nyumba hiyo anasema ninamdhamini yeyote atakayeacha mabishano, hata kama ana haki ya kubishana. Kisha akaja kwenye nyumba ya pili, akasema ninawadhamini tena nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo. Sasa nawauliza kina mama, hebu chagueni katika hizi nyumba mbili. Mnataka nyumba ya kwanza iliyopo mwanzoni mwa pepo, au mnataka nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo? Semeni kwa sauti niwasikie, msiogope. Wanaosema nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo, mkono juu. Waliosema tunataka mwanzoni mwa pepo, mkono juu tuwaone tena. Haya, shusha. Waliosema mimi nataka nyumba iliyopo katikati ya pepo, mkono juu. Mbona mueleweki sasa? Kina baba, nani anataka nyumba iliyopo mwanzoni mwa pepo? Mkono juu. Kina baba, yaani ukitia mguu wako tu mwanzoni mwa pepo, wewe ndo unapatikana pale. Wachache. Haya, nani anataka nyumba iliyopo katikati ya pepo? Kina baba, mbona nyie hamjielewi? Mnataka nyumba zipi? Au mnataka kuishi hapa mbingu nyie? Nauliza kwa mara ya mwisho, ukiambiwa chagua nyumba mojawapo, ile nyumba inayopatikana mwanzoni mwa pepo au nyumba inayopatikana katikati ya pepo? Wanaosema mwanzoni mwa pepo, mkono juu. Kina baba tu. Mwanzoni mwa pepo, mashallah, tumeona baadhi. Wanaosema hapana, mimi nataka katikati ya pepo. Kina baba wachache pia. Kina mama na nyinyi wanaotaka mwanzoni mwa pepo, zote mbili nifafanue. Ya mwanzoni na raha gani na katikati? Kina mama wanasema sisi bwana tunataka tupate kuyajua vizuri kwanza, tupe masharti yake kwanza. Bwana Mtume anasema anayetaka nyumba ya kwanza iliyopo mwanzoni mwa pepo, basi anihakikishie aache kubishana. Asibishane katika kila jambo, achunge mdomo wake, achunge ulimi wake. Kisha akasema ninadhamini nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo. Nyumba hiyo ninamdhamini yule atakayeacha kusema uongo hata kama anafanya matani. Kina mama, ukitaka nyumba ya kwanza, chunga mdomo wako, usipende kubishana, uache uombea. Na kina baba pia, ukitaka nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo,
hakikisha wewe sio muongo, hausemi uongo. Akina mama mnasemaje? Nyumba gani mnaitaka? Ya mwanzoni ya kuacha mabishano, au ya pili ya katikati ya kuacha kusema uongo? Zote mbili. Kina mama wako vizuri, wanasema tunataka nyumba zote mbili. Sasa ukitaka nyumba ya kwanza, jitahidi uchunge mdomo wako, ulimi wako, usipende kubishana hovyo, kwa sababu kubishana kwingi hakuna tija ndani yake, pataleta uadui na uhasama baina ya watu. Kisha ukitaka nyumba ya pili iliyopo katikati ya pepo, hakikisha unajipamba na ukweli na jiepushe kusema uongo. Kuna watu maisha yao ni uongo, ukweli wake ni za saizi peke yake, au za jioni, au za asubuhi. Akikwambia asalamu alaikum, ujue hilo ndio neno la kweli, linalofuata lote ni kamba tupu. Na kusema uongo ni katika madhambi makubwa, na Mungu hataki tuwe waongo. Qur'ani tukufu inatuambia, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini, mwogopeni Mola, mcheni Mola na kuweni pamoja na wasema kweli. Sasa tunakwenda kwenye nyumba ya tatu. Bwana Mtume anasema, wa ana zaimu baitin fi a'la aljanna, na mie Muhammad ninaendelea kudhamini nyumba iliyopo daraja la kwanza kabisa la pepo, first class. Mnanielewa jamani? Kasema nyumba ya kwanza inapatikana wapi kina baba? Kina baba, nyumba ya kwanza mwanzoni mwa pepo, nyumba ya pili katikati ya pepo, nyumba ya tatu daraja la kwanza la pepo. Kwa hiyo daraja ziko tatu kule peponi, na nyumba zipo katika daraja kuu tatu. Ama uishi nyumba inayopatikana mwanzoni mwa pepo, au uishi katika nyumba inayopatikana katikati ya pepo, au uishi katika nyumba inayopatikana daraja la juu kabisa la pepo, pamoja na mitume na manabii wa Allah wa Mungu. Kishki TV, nuru ya dini yako.